Watu wengi hufikiri kwamba swala zima la umasikini ni kukosekana kwa pesa kwenye maisha yao, lakini ni vizuri ufahamu swala zima la umasikini, it's about mindset, it's about akili yako, fikra zako, mawazo yako, attitude yako na vingine vingi. Na nimeshawahi kufundisha mambo mengi hapa yanayohusu mindset, kuhusu umasikini. Kwa unaweza ukaandika Chris Mauki umasikini, utaona video zote ambazo nimezungumza kuhusu umasikini na sources zake. Sasa umasikini unaweza ukauondoa na umasikini unaweza ukaukaribisha. Umasikini unaweza ukaulea na umasikini unaweza ukaupinga. Sasa hatupingi kwa kinywa peke yake, hata kama tunaomba na kukemea, lakini kuna mazingira ukiyatengeneza kwenye maisha yako yatafukuza umasikini au yatakaribisha umasikini. Leo nataka nikupe mazingira matatu ambayo ukiyakosa kwenye maisha yako na kuhakikishia utakuwa umasikini na masikini itakuwa halali yako. Mazingira matatu ambayo ukiyakosa kwenye maisha yako utakaribisha mazingira ya umasikini na umasikini utakuwa halali yako. Jambo la kwanza, value. Ukikosa thamani, ukikosa vitu ambavyo vinafanya uthaminike, pesa ije kwako, kwa sababu thamani ina attract pesa. Pesa haiwezi kuja kwako kama huna thamani, kama ambavyo mzinga haufuati nyuki, nyuki ndo wanafuata mzinga. Pesa inafuata thamani, sio thamani inafuata pesa. Kama huna vitu ambavyo vitakutofautisha na watu wengine kwa uthamani ulioweka ndani yako, vitu kama skills, uelewa, vitu kama ujuzi, skills, vitu kama uelewa, knowledge, vitu kama exposure, vitakutofautisha na watu wengine. Talents itakutofautisha na watu wengine. Kama huna hivyo vitu, vitaua thamani ndani yako. Namba 2, kama una mahusiano mazuri na watu wengine, strategic relationship, una mahusiano na watu wa kawaida tu, wasioweza kukusaidia, wasio wasikivu, walaumu tu, omba tu, wale watu una buku mbili ya karibu hapo, ndio hao tu peke yake unao kwenye maisha, una 10 ya karibu hapo. Ni ngumu sana wewe kufanikiwa kwenye maisha kama hao watu na mahusiano ulionayo ni mahusiano ya kunyonya tu na sio ya kimsaada na sio ya kimkakati. Strategic relationship maana yake ni mahusiano ya kimkakati. Na 3 na mwisho, kama tabia yako ni mbaya, ukikosa tabia nzuri, ukikosa tabia itakayokufanya uaminiwe na watu, ukikosa tabia itakayokufanya ukopeshwe na watu na uaminiwe, naomba nikwambie umaskini utakuwa halali yako, kwa sababu watu wanavutwa na character. Pesa inafata value, watu wanafata character. Pesa inafata thamani na watu wanafuata character. Kama tabia yako sio nzuri, watu wa maana wataondoka kwenye maisha yako na utapoteza fursa nyingi sana na umasikini utakuwa halali yako. Hakikisha hivi vitu unavyo kwenye maisha yako. Sasa kutana na mimi nitakapokuwa nazungumza vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo ili umasikini uondoke kwenye maisha yako na uweze kuwa mtu uliyefanikiwa kwenye maisha yako. Naitwa Dr. Chris Mauki.